kama una ndoto yoyote, lakini kama una kusudi, una mpango, lakini kama unapenda kuishi katika kusudi la wewe kuwepo juu ya uso wa nchi na kutimiza lile kusudi ambalo Mungu amekuweka hapa juu ya uso wa nchi hapa duniani, kuishi kwenye sense of purpose, ni lazima uwe na ukomo wa watu wanao kufahamu. Ni lazima, kwa sababu pia watu wamebeba upinzani, wamebeba ukinzani, lakini some of them ni dream killers. Baadhi yao ni wauaji wa ndoto. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba una huduma, una karama, una influence kubwa ya kisiasa, una uwezo mkubwa ambao Mungu ameweka ndani yako, unaweza kufanya biashara kubwa tu, unaweza kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa tu, lakini shida ni watu waliokuzingira wanakufahamu kwa kiasi gani. Usifungue milango kiasi hicho. Ukiona magrili kwenye nyumba, ukiona milango kwenye nyumba, ukiona ukuta kwenye nyumba, ni ili kuwe na ukomo wa watu kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo angalia vizuri kwenye maisha yako ni watu gani unaowaingiza. Tazungumza mambo machache ya mfano katika Biblia. Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Alikuwa na mission na vision ya kuanzisha kanisa hapa duniani na kuokoa ulimwengu kutoka katika dhambi, lakini alikuwa na ukomo wa watu waliokuwa wanamfahamu. Mission yake kukamilika ni namna ambavyo alikuwa na ukomo wa watu kumfahamu. Alikuwa na mkutano, hao ni watu wengi, alikuwa anazungumza nao kama waamini, kama anavyozungumza hapa mchungaji Kimaro, kwa ni mchungaji, na alizungumza na mass kama anavyoongea na YouTube na Instagram na Facebook na dunia nzima, na ninyi mnasikia ni mass. Alikuwa na mkutano, lakini out of mkutano, nje ya mkutano, alikuwa na watu 70 aliowatuma kwenda kuhubiri Injili. Anasema akawatuma wengine 70 kwenda kuhubiri Injili. Out of 70 alikuwa na watu 12. Hawa mass walimfahamu kwa namna walivyomfahamu. Hawa 70 walimfahamu mpaka wakarudi wakamwambia, tuliona muujiza wa ajabu. Naam, Yesu akamwambia, msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, furahini kwa vile majina yenu yameandikwa mbinguni. Hawa 70. Out of 70 alikuwa na 12. Hao 12 walimfahamu tofauti na hawa 70. Lakini pia out of 12 alikuwa na watatu, Simeon pamoja na Yohana, ambao walisimama pamoja naye kwa karibu. Lakini out of hawa watatu alikuwa na Petro, ambaye ndiye alikuwa anazungumza naye siri za ufalme wa mbinguni. Mara ya mwisho walienda kuomba wanafunzi watatu pamoja na Yesu, na pale kwenye lile wingu, kwenye ule mlima, Musa na Elia alitokea, na Petro akasema, tujenge kibanda kimoja cha kwako, kimoja cha Elia na kimoja cha Musa. Walioingia kwenye wingu ni watu watatu tu, ni Simeon na wale wanafunzi wengine, ni Simeon Petro pamoja na wale wanafunzi wengine wawili ambao Yesu alikwenda nao faraghani, mambo ya faraghani, na hii ilimpa nafasi ya kushinda. Lakini kuna siku Yesu alikwenda kufufua mtoto wa binti Yairo, anaitwa binti Yairo, mtoto wa Yairo, na alipoingia ndani akawakuta watu wengi wanalia, lakini aliwatoa nje wote akawatoa nje, ndio akaweza kuomba na kumfufua yule binti aliyokuwa amekufa. Na watu wengi wanajiuliza kwa nini aliwatoa nje watu wote? Ni kwa vile watu Mama Mari, kuna wengine wana macho, yani jicho tu, hawajaroga, ila wakiangalia wakishtuka, hiyo habari imeyeyuka. Na Yesu alijua ya kwamba hata hawa wanafunzi akiwaruhusu akakaa nao watamletea mashaka tu. Yani hata Petro alikuwa na ukomo wakati mwingine Yesu akifanya mambo. Maana yake Petro angeweza kumuuliza, are you sure kwamba huyu mtoto atafufuka? Au yani
Are you sure kwamba hii nyumba unayojenga itakamilika? Una hakika hii project unayosema, unajua hizi bilioni, una hakika kwamba utapata kura unavyojaribu kusema unakwenda kugombea sio kwenye jimbo gani? Una hakika hii itakuwa mambo ya kufilisika hii? Yani kuna watu ambao wakikusikia wanakufisha, unaishia hapo hapo. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni out. Na mimi nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Ukiona watu wanaachana na wewe, let them go. Waache waende. Manake kuna watu hapa mna viroho papo, mnahangaika, aliniacha, sijui nilimsaidiaga sana. Umemsaidia mpaka hapo. Mwanadamu after all anafuataga vitu kwenye haja. Kukiwa na haja, mwanadamu anafuata, haja yake ikiisha anaondoka. Let them go. Usihangaike. Wewe unataka kufungia watu chooni. Watu wanaenda chooni wakiwa na haja, wakimaliza wanaondoka. Wewe unataka wakae hapo hapo mpaka lini? Watu wana haja ya kusafiri kwenda Marekani, Ulaya, wanakwenda airport, lakini hawataishi airport. Haja yao ya kufika airport, wakiondoka hapo wameenda. Wakitaka kusafiri kwenda Moshi, wana haja ya kwenda stand, wataenda stand wakimaliza. Yani watu wanaishi mahali kwa haja. Haja yao ikiisha, let them go, alafu wewe endelea na maisha yako. Sema amina. Makofi hayo mnapiga. Lakini kama kuna kitu ambacho Mungu alikifanya kwa Ibrahim ni kumtenga na watu wasio sahihi. Akamwambia, acha nyumba ya baba yako, nataka kukufanya taifa, nataka kukubariki, lakini sintakubariki ukiwa kwenye hii nyumba. Toka katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo hayo matokeo ya Ibrahim kuzaa taifa la Israeli ni mtu mmoja aliyehamua kuweka ukomo wa kufahamika hata na nyumba ya baba yake. Ndipo akafanya makosa, akaondoka na Lutu ambaye ni mtoto wa kaka yake. Na kuhakikishia Mungu alikaa na Ibrahim, lakini siku Lutu akainuka akamwambia Ibrahim, tumekuwa na utajiri wa kutosha, wanyama wangu na wanyama wako hawaenei hapa, wafanyakazi wetu wanagombana, mimi nataka kujitenga, nataka kuondoka. Ndio maana nikwambia let them go. Kuna mahali ambako huwezi kufika mpaka baadhi ya watu ulionao ndani yako waondoke. Kwa hiyo usije ukapata shida, urafiki, unaona siku hizi unapiga simu apokei, aongei, unajipatia mapresha yasiyokuwa na maana. Sasa Lutu akamwambia Ibrahim, mimi I have to go, nataka kuondoka. Kwa hiyo akaondoka, akaenda Sodoma na Gomora, akachagua hilo bonde kwa sababu lilikuwa ni bonde la kijani, ilikuwa ni eneo la kijani, green, na akaenda huko. Sasa Biblia inasema siku zile, nenda kasoma kwenye kitabu cha Mwanzo, hata Ibrahim alipojitenga na Lutu, hapo ndipo Mungu alipokuja kusema na Ibrahim juu ya uzao, juu ya kuzaa, na ndio wakati pia Sara alikuja kupata mtoto baadaye. Juu ya uzao na juu ya agano la nchi na juu ya mambo mengi Mungu alisema naye. Sasa nataka niseme nini kwako? Kuna vitu ambavyo wakati mwingine unapata sonona isiyokuwa na maana, na hasa sonona ya watu ambao ulikuwa una marafiki na wengine umewasaidia, wengine wamekaa nyumbani kwako, wengine umewakaa nao sana na inakuletea shida. Unajiuliza, hivi na fulani ni wakuniacha kweli? Hivi na fulani no. Ni kwa sababu Mungu akitaka kukupeleka mahali, atahakikisha kwamba anakupeleka mahali sahihi ambako baadhi ya wale watu ambao wangekuwa ni dream killers kwenye maisha ya kwako, Mungu atawaekea ukomo. Na hawajaondoka. Hawajaondokaga. Wewe ndio una stress za kufikiri wameondoka. Mungu amewaekea ukuta wa kiwango cha kukufahamu. Are we together? Ni kiwango tu cha kukufahamu, anasema utawafahamu mpaka hapa, ishia hapa basi. Kwa namaliza kwa kusema hivi, poleni wale ambao mliwakaribisha watu mpaka sebuleni, mkawapeleka mpaka vyumba vya ndani, mkawapeleka mpaka kwenye ufungu wa kitanda, na madhara ambayo umeyapata baada ya kuona ya kwamba wale watu wale namna ambavyo wamesema very negative, wengine wamekuponda, wengine wamekuaibisha, wengine wamekuvunja moyo. Lakini nataka nikuambie taratibu unaendelea kupona, na mimi nakuona una nafuu. Hebu nitizame eti naona una nafuu kwa sasa, kulingana na jinsi walivyokupelekesha, lakini kwa sasa una nafuu kubwa.
Bwana asifiwe. Nachokuombea, ninakuombea sasa, life it is about discipline. Maisha ni nidhamu, lakini nidhamu ni hatima. Discipline is destiny. Alichokifanya Mungu kwenye maisha yako wala si ugomvi, wala sio hasira, wala sio chuki, wala sio sonona. Mungu amekutengenezea discipline fulani kwenye maisha ya kwako, na discipline kubwa ni ukomo wa watu kukufahamu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.